hasa katika maneno ya Mungu. Na siku ya leo kwa mapenzi ya Mungu nitamani sana kuiangazia hii sura ya pili kitabu cha Ezekiel katika Agano la Kale. Na kwa wale ambao walikuwepo Ijumaa, nafikiri tulihubiriwa na mtumishi wa Mungu Ibrahim, ambayo alikuwa anazungumza kuhusiana na msukumo katika ushuhuda, hasa akiangazia zaidi kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, siku ya Pentecost, ambayo imekuwa kama siku ya wazimisho kwa wiki iliyopita, na wiki pia tunaweza kusema baada ya siku 50 baada ya Pasaka imekuwa ni Pentecost, na namna ambayo katika historia juu ya kanisa la Agano Jipya namna ambayo lilizaliwa, na says ni namna ambayo ahadi ambayo Mungu aliweka, na Yesu Kristo mwenyewe akiwa shahidi wa kwanza akizungumza hilo mbele ya wanafunzi kuhusiana na ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu ambao watajazwa nguvu ili waweze kuwa washuhudiaji wa mateso ya Yesu Kristo, washuhudiaji wa ufufuo wa Yesu Kristo, washuhudiaji wa kile ambacho Yesu Kristo alikifanya na kile ambacho alikifundisha, ambao ndio msingi wa imani wa Kristo. Na siku ya leo natamani sana kutena Agano la Kale, hasa kwenye vitabu vya unabii. Na hasa tunamwangazia huyu nabii ambaye anaitwa Ezekiel, mmoja wa manabii muhimu sana katika Biblia, na katika sehemu kubwa sana imejaribu kuzungumzia kuhusiana na nabii hasa wa baadaye zaidi, na mara nyingi watu tunaamini hasa wa millennium katika ufalme wa Kristo wakati atakapokuja mara pili. Kwa hiyo zimeiba ahadi nyingi sana kwenye kitabu cha Ezekiel, na ambao Mungu ameweka ahadi juu ya wana wa Israeli au wana wa Yuda wakati wakiwa uhamishoni, wakiwa Babeli, ambayo Biblia inaeleza wana wa Israeli ama wana wa Yuda baada ya kutenda dhambi, Mungu aliwaonya kupitia manabii mengi, lakini wakashindwa kusikiliza, na mwisho wa siku Biblia inasema Mungu akawaadhibu kupitia mkono wa Nebukadneza, ambayo ilivamia Yerusalemu mara 3, na mwishowe akaharibu hiyo hekalu la Yerusalemu, na vyombo vya hekalu vikabebwa vikaenda uhamishoni. Na Ezekiel ni mmoja kati ya manabii ambao walitoa ujumbe wakiwa uhamishoni, ambayo kwenye Ezekiel sura ya kwanza ambayo inajaribu kuelezea wakiwa uhamishoni ni moja ambayo mfano ukisoma kwenye Ezekiel kwenye sura ya kwanza mstari wa 3 anasema, neno la Bwana lilijia Ezekiel kuhani mwana wa Buzi kwa dhahiri katika nchi ya Wakaldayo karibu na mto Kebari, na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake. Wakaldayo ni hao pia wa Babeli, pia wote wa Babeli ambao Nebukadneza alikuwa mfalme. Na Wakaldayo pia, kama unataka kuelewa zaidi, kitabu cha Habakkuk kuanzia sura ya kwanza mstari wa 6 inaelezea kuhusiana na vile ambavyo Mungu aliwaonya wana wa Israeli, namna ambao Mungu alisema atawaondokeshea watu ambao watakuwa wepesi kama tai, ambao watakuja kuivamia Yerusalemu, na mwisho wa siku ilitimia kwa kadri ya ahadi ya Mungu. So Ezekiel ni mmoja wa nabii ambao alikuwa uhamishoni, ambao pia ukikumbuka Daniel pia alikuwa uhamishoni, lakini nabii wa Daniel ni kidogo huko tofauti na Ezekiel, na hasa Daniel ambao kidogo ameita unabii mwishoni wakati wakiwa kwenye ufalme wa Uajemi na Umedi, lakini Ezekiel ni mwanzoni kabisa wa uhamishoni ambao wakiwa Babeli ama kwa nchi ya Wakaldayo. Na moja ya kitu ambacho cha msingi sana ambacho najaribu natamani kukiangazia juu ya jioni leo ni namna kuwa ya shahidi ama kuwa shahidi, hasa ukizingatia jamii ya waasi. Na kumbuka wana wa Israeli kwa kipindi hiki wapo katika nchi ya Babeli, na ukijaribu kuangazia nchi ya Babeli kwa mujibu wa Biblia ama nchi ya Wakaldayo kwa mujibu wa Biblia, sehemu kubwa sana ambayo inakutajwa kuhusiana na Babeli ni nchi ambayo imejaa na ibada ya upagani ama ibada ya sanamu. Na hii inakuja kufunuliwa tena kwenye kitabu cha Ufunuo, hasa kwenye sura ya 17 inaelezea kuhusiana na ule uchafu na uovu ambao wanao. Na usitarajie kwamba kutakuwa na vitu ambavyo watu ambao watampenda Mungu, usitarajie kwamba watu watajaribu kufanya vile ambavyo Mungu anataka. Na hili taifa ndio limekuwa ovu zaidi kwa mujibu wa Habakkuk. Anakuja mmoja ya maswali ambayo anamuuliza Mungu, imekuwaje Mungu anatumia taifa ovu zaidi kuliko Israeli ili kuja kuleta
taifa la Israeli. Ina maana kwamba moja ya taifa ambalo lilikuwa linajulikana kwa uovu ni taifa la Babeli, na wakati huu nabii yuko kwenye hilo taifa. Wana wa Israeli wako katika hilo taifa kama adhabu ambayo Mungu aliwapa, kama hukumu ya miaka 70 ambayo Mungu aliweka kwenda uhamishoni. Na moja ya jambo ambalo la msingi sana ambao kwenye sura hii ya kwanza na ya pili, hasa katika utangulizi wa sura hii, tunaanza kuhusiana na namna ambayo Ezekieli aliitwa kama nabii, na unabii wake unaelekea zaidi kwa wana wa Israeli, si kwa watu ambao ni wapagani, kwa wana wa Israeli ambao ni taifa la Mungu. Na kama wiki iliyopita ambayo kama unakumbuka kuhusiana na Matendo sura ya kwanza mstari wa 8, moja ya ahadi ya Kristo ambao amesema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea na hata mwisho wa dunia. Hata mimi bado hujaokoka, naweza kusema, ama kuna rafiki bado hajaokoka, ama unaenda ama unafanya kazi katika jamii ambayo pia haujui Mungu, ama katika familia haujui Mungu, ama pengine unaweza kuwa mtumishi, lakini unaweza kuona mambo mengi ambayo pengine yanaweza kupatisha tamaa. Na moja ya kitu ambacho msingi ambao najaribu sana kufikiria ama kuweka kwenye msingi wetu kama Wakristo, kama watoto wa Mungu, ni kile ambacho nabii Ezekieli anaambiwa na Mungu. Nakumbuka sura ya pili inaanzia sura ya kwanza, na hasa kwenye mstari wa mwisho ambao nabii Ezekieli alipata maono, alipata mafunuo, ambao ni moja ya njia ambayo Mungu alikuwa anazungumza nao katika Agano la Kale. Na kwenye kitabu cha Ibrania inaweka wazi kwenye sura ya kwanza kwamba zamani Mungu alizungumza na baba zetu kwa njia mbalimbali, ndoto, nabii, mafunuo, lakini siku hizi anazungumza nasi kupitia mwana. Ina maana kwamba ufunuo ulikuwa moja ya sehemu ambayo njia Mungu alikuwa anatumia kufikisha ujumbe kwa taifa, kwa Wakristo, ninaweza kusema, ama kwa watu ambao wanamjua Mungu, kwa wana wa Israeli. Na hapa ni udhihirisho ambao Ezekieli sura ya kwanza mstari wa 27 mstari wa 28 ambao anasema hivi: kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona na alianguka kifudifudi, nikasikia sauti mmoja anenaye. Mstari wa kwanza sura ya pili inasema akaniambia, mwanadamu. Moja ya jambo ambalo limeweka msingi hasa kwa huyu, ninaweza kusema kama shuhuda ama shahidi ambayo Ezekiel kwa jamii ya Israeli, kwa watu ambao Mungu aliwatuma. Moja ya kitu ambacho anakuwa naye ama uhakika wa kwanza wa huduma ambayo yeye nayo, moja ya uhakika wa kwanza ama assurance ama evidence ya kile ambacho Mungu anamuita kushuhudia, linaanza na Mungu mwenyewe. Halikuanza kwa Ezekiel, linaanza na Mungu mwenyewe. Na hii inadhihirisha hapa, baada ya kote ambao wameona kama kwenye maono, moja ya jambo la msingi ambalo pengine kuna vitu vingine hakuelewa, kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa ambao kwa haraka yanahitaji kusoma sana pengine ili kuelewa, lakini najaribu kupiga picha kile ambacho Ezekiel alikielewa, ambao kwenye mstari wa 28 baada ya yote yametokea, kitu ambacho kimeweka msukumo mzito ni hii ambacho amesema alipoona mfano wa huo utukufu wa Bwana. Na baada ya kuona utukufu wa Bwana, Biblia inasema alianguka kifudifudi, pengine kwa ajili ya utukufu zaidi, pengine naona ambao mwanadamu hawezi hata kutazama kwa macho ya kawaida, ama hata kupitia maono ambayo alikuwa nayo. Na Biblia inasema kwamba jamaa Ezekiel, Biblia inasema alipoona alianguka pengine kama ni kifudifudi. Hapo anguka ni kifudifudi, ni kama ishara ya kusalenda, ama kama ishara ya kuonyesha heshima, ama pengine ishara ya kuonyesha kule kusujudu na utukufu ambao aliuona. Na zaidi ya yote ni utukufu wa Bwana, si utukufu wa mwanadamu wala utukufu wa malaika, ni utukufu wa Mungu mwenyewe. Na baada ya hapo Biblia inasema akasikia sauti, na hii sauti ndiyo ambayo inaanzisha sura ya pili mstari wa kwanza, ambayo kama evidence ya kuwa shahidi kwake ama juu ya ushuhuda wake kwa kule ambao Mungu anamtuma. Na moja yako nami nitasema nao. Hii ni kama commandment, ni kama amri ambayo anaisikika. Anaanza kwa kusema akaniambia, mwanadamu. Ni kama mtu ambaye ana mamlaka zaidi ya Ezekiel. Ndio kitu ambacho
ambacho kisensa hapa inazungumza mwanadamu simama. Unajua mimi kumwambia mtu mwanadamu sometimes ndio ninaweza kutumia hiyo, lakini inapotumika kwenye Biblia inakuwa kama authoritative. Ni mtu ambaye ana authority kuliko ule mtu, kumkumbusha kwamba you are just a man, I am creator. Anasema simama kwa miguu yako. Hii ni ukijaribu kuangalia lugha ambayo inatumika ni lugha kama ya military, ni lugha kama ya kijeshi ambayo inahitaji utiifu, na kitu ambacho anaambiwa simama nami nitasema nawe. Unajua ni kama mtoto ama mzazi anapozungumza kwa mtoto, anaweza kwa kutumia lugha, lakini ni vigumu sana hata mimi kuzungumza kwa kijana mwenzangu ambayo pengine tunaweza kulingana umri, inakuwa ni vigumu, lakini ni kitu ambacho kipo chini ya, na hii ndio lugha ambayo inatumika hapa kwa Ezekiel, simama kwa miguu yako. Na ukijaribu kuangalia ni kile ambacho ni command ambayo kama tumesema, na ni amri ya kuinuka, na moja ya kitu ambacho kwa military ama kitu ambacho kinafanyika jeshi sijapitia, lakini kwa kuona, kwa kusikia, pengine kwa kuangalia kupitia sehemu mbalimbali za kwa mitandao, utagundua kwamba wanajeshi wakiwa wanapokuwa jeshi, moja ya kitu ambacho wao wanatakiwa kukifanya ni kutii amri. Na kwa Tanzania mara nyingi sana tunasikia hili jambo kwamba tii pasipo shuruti. Ni uhiari, lakini pia hata kama hauko uhiari au ule utayari, utatii tu as long upo chini ya military. Na language ambayo inatumika mara nyingi pengine watu wanashindwa kuelewa, lakini kama uelewi unatii tu. Na moja kitu ambacho Mungu ambacho anakitumia si kama atuelewi ama anapotumia mtu kama aelewi, japokuwa hata kama inakuwa ni vigumu kuelewa, lakini ama akimake sense pengine kwa wakati huo, kitu ambacho kinahitajika ni ule utiifu. Na hapa Mungu analeta ile attention kwa Ezekiel kwa kile ambacho Mungu anataka kukizungumza, na zaidi ya yote anazungumza ule utayari wa kusikiliza yale kitu ambacho Mungu anataka kukizungumza. Na anasema simama kwa miguu nami nitasema. Ni Ezekiel kuwa na utayari wa kusikia kwanza kabla ya mission kwenda. Inahitajika kwamba utayari wa kusikia kitu gani ambacho anakisema, na hii ndio inakuja kwa Ukristo wote, hata ukija kwa wanafunzi kabla hata ya kubi commission kwenda kufundisha kwa mataifa, kabla ya kuweka agizo kuu, jambo la kwanza ambalo Mungu alihakikisha ni kuwaita hawa wanafunzi wapate kujifunza kwanza na wapate kuelewa kitu gani ambacho wanapaswa kuwa. Utayari ulikuwa wa muhimu sana, na huu utayari haukuanzishwa na Ezekiel. Utayari umeanzishwa na Mungu mwenyewe. Huu tayari ambao wito wa kwenda kuwa shahidi kwa wana wa Israeli. Na kumbuka Israeli, na wakati huu Ezekiel si kwamba alikuwa mtu mzuri, yes in the sense kwamba ni mtu mzuri, lakini si kwamba mtu ametoka nje, ni mtu ametoka ndani ya wana wa Israeli. Ina maana kwamba haiwezi kuondoa kwamba angekuwa na kiburi. Kumbuka naye ni mateka, yuko kwenye nchi ya umateka ya Babeli, yuko katikati ya wana wa Israel, na among those people who when captivity, Mungu anamuinua mtu mmoja. Nani ya watu ambao pengine ninaweza kwa kusema wote walikuwa sawa in the sense kwamba wamefanya dhambi, wamefanya makosa, lakini katikati hao wote Mungu anamuinua mtu, na this is Ezekiel. Na kitu ambacho anajaribu kumwambia, Biblia inasema simama nami nitasema. It is Ezekiel now to listen, kusikia kile ambacho Mungu anataka kuzungumza. Na moja jambo ambalo la msingi la muhimu sana katika hili ninapozungumza hapa, this is the same to us. Vile ambapo Mungu anataka kututumia ni sisi kutayarishwa na Mungu kwanza kabla ya kwenda nje. Ukristo ama kumwamini Yesu Kristo haianzi na sisi, ni Mungu ndio ameanzisha huo mpango tangu bustani ya Eden. Ni Mungu aliposema nami nitafanya uadui, lakini pia ameweka ahadi ya uzao wa mwanamke kuja. Na kitu ambacho cha muhimu zaidi ambao natamani kukizungumza ni vile ambavyo Ezekiel anaandaliwa kuwa shahidi. Yes, ni nabii, na wakati huu anapewa kazi ya kwenda kushuhudia, kuzungumza kile ambacho Mungu anataka.
Na moja ya jambo ambalo la msingi ambao najaribu kuzungumza ni vile ambavyo Mungu ameanzisha hii huduma ya Ezekieli. Na kwenye mstari wa 2 Biblia inasema, naye aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia naye aliyesema nami. Moja ya kitu ambacho assurance ambayo ama evidence ambao waka inanitia faraja sana kwenye misali ni mstari wa 2, aliposema nami roho ikaniingia. Na ukiangalia kwenye Biblia ya Kiswahili hata ya Kiingereza pia umetumia neno ni roho katika herufi ndogo ya kwanza, roho, si katika herufi kubwa. Na mara nyingi sana kwenye Agano la Kale neno hili la Bwana ambalo limetumika mara nyingi sana, na sehemu kubwa sana inaweza kutumika kama roho ya Mungu, na si lazima iwe Roho Mtakatifu kwa tafsiri ya moja kwa moja, lakini pia katika maana yake inaweza kuingiliana, hasa kwenye matumizi ya lugha ambayo imetumika kwenye Agano la Kale. Mara nyingi sana kuna baadhi ya wasomi ambao wanasema hivi ni Roho Mtakatifu direct, lakini wengine wanasema hapana, hii si Roho Mtakatifu. Lakini kwenye tafsiri ambayo ya Kalaga pengine pasipo kwenda mbali zaidi, mmoja ambayo roho ambayo namna ambayo imetafsiriwa hapa ni roho imekuja baada ya maneno kuzungumzwa na nani? Ni Mungu mwenyewe, ambayo utukufu ulionekana na Ezekieli kwenye sura ya 1 mstari wa 28. Na hiyo maneno yaliyozungumzwa yakaja na hiyo roho, na roho kwa tafsiri ambayo ya Biblia namna ambayo imezungumza ni kama uhai, maneno ambayo yameleta uhai. Unapozungumza kuhusiana na roho, unazungumza kuhusiana na uhai, ni pumzi ambayo ndio inakuja, ambayo kwa haraka tunaweza kusema kwamba Mungu aliposema pumzi imekuja kwenye maneno ambayo imeanzisha huduma ya Ezekiel. Na ukijaribu kuangalia kwenye muktadha wote wa Biblia kwenye hili neno roho, maneno ambayo yazungumzwa imekuja na kale, imekuja na nguvu, imekuja na tunasema kwamba uhai na pumzi kwa ajili ya Ezekiel kwenda kwa watu ambao Mungu alipokuwa anawaita. Kitu gani ambacho pengine unaweza kujifunza kwenye eneo hili? Kumbuka maneno ambayo yamekuja ya uhai ndiyo maneno hayo iliyomsimamisha nani? Ezekiel. Kwenye mstari wa 2 anasema, aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Kumbuka kuna mambo kadhaa ambayo hapa yanazungumzwa. Kwanza, Mungu kusema, roho kuingia, na yeye kusimama, na yeye kusikia. Haya yote si kitu ambacho Ezekiel alikifanya, ni kama tunasema passive, kitu ambacho kutoka nje kimekuja kwa Ezekiel. Na ukiangalia kuhusiana na Biblia ama wito wa sisi kama wa Kristo, kumbuka hakuna namna ambayo unasema wewe ni Mkristo kama neno la Mungu halikuhubiriwa. Na kumbuka pia huwezi kusema kwamba wewe ni Mkristo pia kama neno la Mungu halikuhubiriwa lakini Roho Mtakatifu hakufanya kazi. Ni neno la Mungu ambalo ndio lenye uhai, na ndio neno la Mungu ambalo Mungu mwenyewe ambao Roho Mtakatifu ulitumia kuopanda mbegu ya wokovu katika maisha ya mwanadamu. Neno la Mungu lazima lihubiriwe, na Roho Mtakatifu lazima alitumie hilo neno ili kuanzisha uhai ndani ya maisha ya mwanadamu. Na ndio neno ambalo linakuja na nguvu. Kumbuka Pentecost ni walipokea nguvu, na nguvu ambayo ili kudhibitisha ushuhuda alishakuwa nao, neno ambalo Kristo alihubiri. Na kwa Ezekiel in the same way kitu ambacho kimetokea. Na kwa haraka tukijaribu kuongelea kwa umbali zaidi, pengine hata unaweza kuangalia hata namna utatu mtakatifu wa Mungu ulivyohusika. Aliyesema ni Mungu, neno ambalo limehubiriwa na roho ambayo imeingia. Kwa haraka wote ambao unaweza kusema huduma ya Ezekiel ni Mungu mwenyewe ambao husika, na ndio neno la Mungu ambalo limeweza kumsimamisha Ezekiel kwenye mstari wa 2 ambao unasema naye ndio ilimpa nguvu ya kusimama, lakini pia akasikia. Neno kusikia ni kuelewa, perceiving, understanding what God is saying. And this is what happened kwa ushuhuda wa Ezekiel kama assurance, kama evidence ya kwamba Mungu amemwita. And this is the same to us. Kumbuka kama Mungu hatazungumza, kama Mungu hataanzisha, hakuna miongoni mwetu ambaye anaweza kuwa Kristo, anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, wala kufanya huduma yote ambayo Mungu atapendezwa. Nabii, hakuna hata mmoja ambaye anaweza kutokea katika historia hii, na hakutawahi kutokea. Ni Mungu mwenyewe kuzungumza, kuanzisha huduma kupitia neno lake mwenyewe, ambao kumbuka Mtume Paulo anasema watasikiaje pasipo mhubiri? Kwenye kitabu nafikiri kama sio Warumi wa Korinto
Warumi nafikiri sura ya 10 nafikiri kama sio ya 9. Watasikiaje pasipo kuwa mhubiri? Na huyo mhubiri pia hawezi kufanya pasipo kupelekwa pia. Ni Mungu lazima aite. And this is what happened kwa huyu Ezekiel kwenda kwa watu ambao Mungu ameanzia, ambao Mungu amewaandaa. Kumbuka preparation yote ambayo inafanyika mstari wa kwanza na pili, hatuoni Ezekiel akifanya jambo lolote. Ni Mungu mwenyewe ndio amemsababisha aweze Biblia inasema amesababisha ambayo yeye apate hiyo nguvu kupitia neno la Mungu, ambao pia ikasababisha kusimama, lakini pia zaidi yote ikamsababisha yeye kusikiliza wito wa wokovu. Kusikiliza ni Mungu. Unajua moja jambo linatokea kwenye wito wa wokovu, wengi ambao wanasema ipo mara mbili. Kuna wito wa nje na wito wa ndani. Wito wa nje ni vile ambavyo unaweza kuhubiri hapa, lakini watakusikia ni wachache sana. Lakini wito wa ndani nani ambao Mtakatifu anafanya kazi na kupitia neno la Mungu. And this is what happened kwa Ezekiel. Kumbuka yuko katika maono na akaanguka na Mungu akasema. Na that's the same way ambayo inatokea kwetu sisi. So tunaposema kuhusiana na kuwa shahidi kati ya waasi, evidence ya kwanza ama assurance ni kumruhusu Mungu aandae. Ni kumruhusu Mungu atuandae kwanza, sio sisi kujiandaa. Ili kumruhusu Mungu afanye kila kitu kwa ajili yetu sisi. Na hiyo ndio wokovu, na hiyo ndio huduma, na hiyo ndio wito ambao tunaitwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ni Mungu mwenyewe kuanzisha huo, kufanya maandalizi, na sisi kazi yetu ni kutii kile ambacho Mungu anasema, ni kumsikia, kuwa na utayari wa kumsikia kile ambacho anasema. Kama military ambao amesema simama, Ezekiel akasimama, pengine sijajua kama ilikuwa ni spiritual ama alikuwa alisimama kweli, lakini kitu ambacho mimi ninachokifahamu ni Mungu ndio amefanya maandalizi kwa Ezekiel kwa ajili ya kwenda kuwashuhudia wana wa Israeli. Na preparation ikifanyika na Mungu, hakuna kitu ambacho kitakusimamisha. Preparation ikifanyika na Mungu, hakuna sehemu yote ambayo mtu atasimama kinyume na Mungu na mpango ambao Mungu ameanzisha. Ile same way kwa mitume. Mungu alianzisha, hakuna jambo lote ambalo lilisimamisha huduma. Kumbuka kwenye sura ya 4 kipindi cha Yohana na Petro wakihubiri, wakaambiwa kwamba ninyi sasa itabidi msimame, msitaje tena hilo jina la Yesu Kristo. Biblia inasema wakajibu kwamba sisi tumtii nani? Ni wanadamu ama ni Mungu? Wakaendelea kumtii Mungu na wakaendelea kuhubiri Mungu, wakaendelea kumhubiri Kristo. Hata kama pale ambapo mateso yalitokea, waliteswa, walipelekwa gerezani, lakini haikuzimisha ule moto ambao ulianzishwa Pentecost. Haukuanzishwa. Hadi pale hakuna mtu ambaye anaweza akauzimisha. Hata Stefano wakati anapigwa mawe, hakuna mtu ambaye angeweza kuzima ule moto ambao ulishaanzishwa na Mungu mwenyewe. Ingawa watapitia mateso, lakini kile ambacho Mungu amekiandaa na Mungu amekianzisha, hakuna namna yote ambayo kinaweza kuzimika. Na that is the same way ambayo inatokea kwenye sisi kwa Wakristo. Sisi kwa mashahidi wa Kristo Yesu Kristo, ambao ametuita sisi, ambao ni Mungu mwenyewe anaanzisha, na ndio Mungu mwenyewe atakamilisha kazi yake kupitia sisi ambao Mungu ametuita. Na hiyo ndio kilikuwa kwamba uhakika wa ushahidi wa huyu mtu. Lakini jambo la pili ambalo pengine la msingi la kuangalia, ukiangalia Mungu ambao ameanzisha, ni watu huyu mtu alienda. Huduma ilielekeza wapi? Sehemu ambayo Mungu alitaka yeye kwenda kushuhudia ni wapi? Kwa sababu mstari wa 3 Biblia inasema hivi, anasema akaniambia mwanadamu na kutuma kwa wana wa Israeli. Location ilikuwa very clear. Na hii ndio pengine hata kwenye kama unakumbuka Yona wakati anatumwa, location alipewa, it is very clear. Na hata message baadaye tutaiangalia, message ilikuwa clear kabisa. Mungu anatuandaa, Mungu anatupa eneo la kwenda, na Mungu anatupa ujumbe. Na hapa ndio inatokea kwa nabii Ezekiel. Kile ambacho anapaswa kushuhudia Mungu amempa, na wapi kwa kwenda kushuhudia Mungu bado anampa location. Na hapa ndio tunaposema kwamba Mungu wa maandalizi. Biblia inasema akaniambia mwanadamu na kutuma kwa wana wa Israeli. Na kwenye KJV Biblia inasema hivi, and he said unto me, son of man, I send you to the children of Israel. Na sifa ambao wanapewa hao wana wa Israeli, anasema kwa mataifa wanaoasi. Mataifa sio mataifa mengine. Pengine hapa ndio Biblia imesema mataifa, lakini kwenye lugha ambayo imetumika nation ni taifa moja la Israeli ambao limeasi na sasa wako uhamishoni. Na Mungu anasema walioniasi mimi waasi, lakini zaidi yote wamemwasi Mungu mwenyewe, na wako wamechukuliwa na taifa lenye kuasi la Babeli. Waasi ambao wamekuwa ni mateka, waasi pia wamekuwa watawala katika
kipindi cha uhamisho, na anasema walioniasi mimi wao na baba zao wamenikosea juu yangu, na hata hivi leo. Wakati ambao ujumbe unatolewa kwa Ezekiel, Mungu anakumbusha kile wana wa Israeli namna ambao walivyo, kule ambacho Mungu anataka kwenda, anataka kumtuma Ezekiel kwenda. Kumbuka Ezekiel atumwe kwa watu wazuri, akatumwa kwa watu wabaya, na zaidi yote Biblia inasema na wana hao wana nyuso zisizoadha na haya, na mioyo yao ni migumu, lakini Biblia inasema mimi nakutuma kwa hao. Mungu amtume Ezekiel kwa watu ambao Ezekiel pengine wangekuwa rahisi kumpokea, ama ingekuwa rahisi kwao kumsifia Ezekiel, ama watu ambao wangemkubali kwa urahisi. Lakini Mungu anatuma Ezekiel kwa watu ambao wako kinyume na Mungu pamoja na nabii, na hao Biblia inasema mimi ndio nakutuma kwao, nao utawaambia Bwana Mungu asema hivi. Pengine tutaangalia baadaye kwa kumalizia, lakini kwenye mstari wa 5 Biblia inasema nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Mstari wa 6 Biblia inasema na wewe mwanadamu, usiwaogope hao wala usiyaogope maneno yao, japokuwa mimba na michongoma ni pamoja nawe. Anasema nawe unakaa katikati ya nge, usiyaogope maneno yao wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu kwamba utasikia au kwamba hawataki kusikia, maana hao wanaasi sana. Location ambayo Ezekiel anapewa si location nzuri. Ukijaribu kuangalia kwa haraka, anaanza kupewa na sifa ya watu ambao anapaswa kwenda. Na Biblia, kumbuka, na moja, kuna kifungu cha umuhimu zaidi kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Zaburi 137 kuna maneno mazuri kabisa ambayo yanazungumza. Biblia inasema hivi kwenye 37 Zaburi 137 Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza: kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni, katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, nao waliotuonea walitaka furaha. Tuimeje baadhi ya nyimbo za Sayuni? Na mstari anasema tuimeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni, Yerusalem, nikikusahau wewe mkono wangu wa kuume na kusahau. Biblia inasema wana wa Israeli wakati ambao wanatolewa katika utumwani, Zaburi anajaribu kusema kipindi wana zaidi ambao wanaenda. Biblia inasema wakati wanapoenda njiani Babeli, wakiwa wanachukuliwa mateka, Biblia inasema wana zaidi walilia kwa uchungu wakikumbuka hekalu lao limeharibiwa, Sayuni imeharibiwa, na wakikumbuka vitu vya hekalu vimechukuliwa na Babeli pasipokuwa na woga wala hofu yoyote. Na zaidi Biblia inasema wakati wanatembea huko njiani, vinubi vinana ambavyo wanatumia kumwimbia Mungu sifa hekaluni wakavitundika juu ya miti. Ina maana wanapoenda hawajui kama watapata ule unafuu tena wa kumwabudu Mungu kwa uhuru kama walivyofanya wakiwa walipokuwa Yerusalem. Wanasema tulivitundika vinubi vyetu juu ya miti. Na Biblia nasema na hata wakati wanaenda hawa watekaji sasa wana wa Israeli, japokuwa sio wa Tanzania, walipokuwa wanateka, Biblia inasema hata wakawaamuru wawaimbie nyimbo za Mungu. Na wana wa Israeli wanasema tutamwimbiaje Bwana nyimbo tulizoimba hekaluni katika utukufu, katika kusujudu tunamwimbia wapagani? Tutaimbaje? Ule ujasiri unatoka wapi kuwaimbia watu wa mataifa nyimbo ambazo zimetumika katika hekalu? Lakini ukiangalia hiyo siku hii ya leo, watu wanaimba hizo nyimbo. Sasa kinyume chake, nyimbo za duniani ndizo zipo wapi? Makanisani. Lakini wana Israeli walikosa ujasiri. Nakumbuka watu ambao ndio wamejeruhiwa, they were affected kwa sababu ya dhambi na uovu ambao walifanya. Na hapa ndipo nabii anatumwa. Do you think watu wangekuwa na urahisi wa kumpokea? Kumbuka wangesema wewe ni miongoni na wetu sisi, wewe na pia ni mtekaji, nani tumetekwa wote pamoja. Huo ujasiri, huo tumaini unaitoa wapi? Lakini Biblia nasema Ezekiel ndiko alipotumwa huko. Location ilikuwa kwa watu wa kuasi.
generation ambayo ya watu ambao wanamwasi Mungu wao pamoja na baba zao, na zaidi yote watu ambao Biblia inasema impudent, watu ambao sio wise, not wise, wazito, wagumu na wenye shingo ngumu kuelewa, stubborn. Na Biblia moja ya kitu ambayo moja wa nabii ambao pia wito mgumu ni wa Ezekiel, watu wagumu. Mungu anamwambia kama watu ni wagumu, lakini mimi nakutuma huko. Kumbuka ni moja ya wito wa Mungu, kama unakumbuka wa Hosea, kwenda kumuoa mtu ambaye ni kahaba. Sio kitu ambacho ni rahisi, sio kitu ambacho kinafurahisha moyo, sio kitu ambacho kitakupa peace ama comfortable kile ambacho unaenda kukifanya. Nakumbuka Ezekiel anatumwa kwa watu, si kwamba watamkubali ama watampokea ama watampenda. Mungu anajaribu kumpa watu ambayo is not easy, ni location ambayo si rahisi kwenda. Lakini kumbuka location sio Ezekiel choose. Our mission, tunaenda sehemu sisi ambao tunachoose watu tu sawa. Sometimes tunapokuwa Bible college wakati mwingine tunatamani kusaa kwenye kanisa ambao watatuelewa rahisi, sehemu ambao hakuna shida, sehemu ambao ukizungumza neno watu wote watapiga makofi, amina, watakuappreciate, watakupa na bahasha. Watu wengi sana tumekuwa kwenye mentality ya kupenda kwenye eneo kama hilo. Lakini nature ya ministry ni kwa watu ambao Biblia inasema kwa uwasi, na pengine itakuwa ni vigumu kupokea. Na kumbuka watu ambao they don't care, Biblia inasema hata maneno yao yamekuwa kama sumu ya nge, miba na michongoma, wenye sura hawana haya. Hao ndio watu ambao Mungu ametuita. Na moja jambo la msingi, nabii Ezekiel anapewa onyo, usiwaogope. Usiwaogope, lakini pia usiwaige. That is the onyo ama warning Ezekiel ambao anapewa. Ni location ya watu ambao hawajui Mungu, ni watu ambao pengine wanamjua Mungu kwa wana wa Israeli, lakini sifa ambazo wanapewa sio sifa ambazo zinatia moyo. Hata mimi ukiniambia nende, pengine unaweza kumuuliza Mungu tena maswali kama ni kweli ama nitakimbia kama Yona. Lakini hiyo ndio location ambayo Mungu aliwapa. Na this is the same way. Na hiyo ndio message ambayo Mungu alimtuma Ezekiel kwenda. Nabii ambao Mungu amemtuma. Na zaidi ya yote, msingi wa wote, pengine unaweza kusema bwana, mimi sio mtumishi, mimi ni Mkristo wa kawaida. Lakini wito wetu ni ule ule, kumshuhudia Kristo Yesu. Mungu ametuita tuwe mashuhuda. Pentecoste haikuwa tu kwa mitume, ni kwa watu wote, kumshuhudia Kristo Yesu. Na moja ya jambo ambalo la muhimu la msingi ni nani ambao tunaweza kuwa waaminifu. Na kama vile Kristo ama nabii Ezekiel alivyoambiwa na Mungu, tunaishi kwa watu ambao hawamuelewi Mungu. Pengine tupo kwenye familia ambazo hazimjui Mungu. Lakini hiyo ndio reality. Pengine katika familia wewe pengine peke yako wewe ndio umemwamini Yesu Kristo. Ama katika eneo ambalo unafanya kazi, pengine wewe peke yako ndio umekuwa tofauti. Na wakati mwingine pengine unaweza kuwa be discouraged. Kwa nini watu hawaelewi? Pengine ni kama unapigwa vita kila siku kwa eneo ambalo uko, kwa sababu ya imani ambayo uko nayo. Na watu ambao pengine hawakupendi. Hiyo ndio the reality. Hapo pengine unaweza kuwa ni minister ama wewe ni mhubiri, lakini unaona kwamba location ambao kama upo, ni kama basi Mungu akuandalia uende sehemu ambao utapata watu wa kwako, uongozi wa kwako, watu ambao watakubali kwa kila kitu. Ule mtazamo wako pengine unajaribu kufikiria kwamba pengine hii ndio ministry iwepo. Lakini kumbuka that is the different. Mungu ndiye anaandaa sehemu ya sisi kwenda kushuhudia. Na zaidi ya yote, Biblia kwenye eneo hili, Biblia ambayo inasema kwa Ezekiel, kwa watu ambao si watu wazuri, watu ambao hawana haya, watu ambao wamekuwa kama miba. Na Biblia inasema aidha watasikia ama hawatasikia kuwa shahidi wa Kristo Yesu. Kumbuka mfano wa Daniel, wakati ambao yuko Babeli, naye pia tusimsahau,
Kumbuka wakati anaanza kuwa mwanafunzi kwenye shule ya Ashkenazi kwenye sura ya kwanza, Biblia inasema hata chakula walikataa. Baadaye mfalme akaanzisha sanamu ya kuabudu, walikataa, walichoma hadi kwenye moto na hawakufa. Sura ya 6 pia bado akapitia tena changamoto kwenye tundu la simba, na kwenye kipindi ambacho sura ya 6, yani ni kama nabii ambaye pia yani kama nabii, lakini unajua ni kama alikuwa Kiislamu, yani hakuogopa kitu, yani hakuogopa mfalme, hakuogopa simba, hakuogopa amri yote ambayo ilitolewa. Kumbuka wakati ambapo amri inatolewa kwamba hawakupaswa au kuomba kwa siku 30, Biblia inasema alikuwa Kiislamu kwa asili, akafungua tena madirisha kwa wazi na akaomba, tena akatokea Yerusalemu, na pengine naamini pia pengine aliomba hata kwa sauti, yani wasikie kwamba mimi ninaomba, wamesema ninaomba, lakini hakuja moja ambalo lilisimamisha ile kuwa na ushuhuda kwamba mimi ni Myahudi. Na hata mfalme baadaye wakasema kwamba hakika hakuna Mungu kama wa Danieli. Katika sehemu zote utawala ulibadilika, miaka ilibadilika, utawala wa Nebukadneza ukaisha, Belshaza ukaisha, Dario ukaja hadi kipindi cha Cyrus, lakini still alikuwa mwaminifu kwa kile ambacho alikuwa nacho ndani, na hii ndio ambayo hakuogopa chochote kile. Pengine watu hawezi wakaelewa, lakini ushuhuda wetu lazima uwe thabiti, hasa wa Kristo Yesu ambao sisi ambao Mungu ametuita kama wanafunzi wake, ametuita kama kuwa mashahidi wa injili ya Yesu Kristo. Na usiogope, unaweza kupitia sehemu changamoto mbalimbali. Na kumbuka Kristo Yesu pia alisema maneno haya, hakuja kuleta amani, amekuja kuleta upanga, kumfitini mzazi na mwanae, mama mkwe na mkwewe. That is the nature ya kuwa Mkristo. Mkristo Biblia inasema ni kama kuwa vita kwenye ulimwengu ambao haututambui, na huko ndiko Mungu ambacho ametuma. Pengine familia kutambui, watu pengine unaweza kuwa na maswali mengi juu yako, lakini moja ya kitu ambacho Biblia inasema, moja ya kitu ambacho Mungu anasema, Mungu nimekutuma kwa watu kama hao, watu ambao hautokuwa na amani, hautokuwa na ile tuseme utulivu, watu hautoweza kukuelewa, lakini huko ndio Mungu amekutuma. Na usikate tamaa, kila ambacho uhakika ni kwamba Mungu ndiye ameanzisha kazi ya wewe kuwa Mkristo, lakini pia hata ya wewe kuwa mtumishi, na usiruhusu chochote kile kizuie ushuhuda ambao uko nao, hasa wa Kristo Yesu ambao amekuokoa. Kumbuka mtu mmoja kwenye Yohana sura ya 9 ambao alizaliwa kipofu, baada ya kuponywa, wale wapelelezi Mafarisayo wakamhoji kuhusiana na vile ambavyo aliponywa, na wakajaribu kumshawishi kwamba pengine Yesu Kristo ni mwenye dhambi. Lakini moja ya kitu ambacho huyu mtu alisema ni kwamba yeye alikuwa ni kama ambayo aliulizwa maswali, na hata maswali yake yalienda kwa wazazi, na wazazi pia wakawaambia wa Mafarisayo, muulizeni huyo ni mtu mzima. Na huyo mtu ambao aliponywa baada ya kujua sana ya kuweza kumkana Kristo Yesu na ili aweze kumshuhudia kwamba Yesu Kristo ni mwenye dhambi, Biblia inasema kwenye mstari wa 25 kwenye Yohana sura ya 9, anasema yeye kama alikuwa mwenye dhambi ama la, mimi sijui, lakini kitu ambacho mimi ninajua kwamba nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Huo ndio ulikuwa ushuhuda tosha kwa yeye. Hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa na sensi kwenye ushuhuda wa huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa kipofu. Ni kile ambacho nakijua, nilikuwa kipofu sasa naona, nilikuwa mwenye dhambi sasa nimeokolewa. That is all. Hata kama watu hawatoelewa, lakini huo ndio ukweli ambao hauwezi kubadilika. Ni kwamba ni kama nani? Paulo ambaye alikuwa ni muuaji, sasa amekuwa mtu ambaye ni mtume, anahubiria watu popote vile ambao watu watasema, lakini haiwezi kubadilisha ukweli. Na huu ndio kwa Ezekiel, kwa watu ambao hakuweza kumpenda, kwanza wakampenda Ezekiel wala Mungu, lakini huko ndiko ambao Mungu amemtuma. Na Biblia inawapa kwamba ni watu wenye kuasi. Ni nabii ametumwa kwenye watu ambao wa kuasi, na kile ambacho anaambiwa sema kile Mungu tu amesema. Na anasema usiogope wala anasema kwenye mstari wa 8 anasema, basi mwanadamu sikia neno hili ninalokuambia, usiwe wewe mwenye kuasi. Onyo ambao anapewa
asijewahi kujaribu kufuatana ana kuendana na hawa watu wenye kuasi. Yeye ni nabii, anapaswa kuishi kama nabii. Na kwenye mstari wa 9 Biblia inasema, nami nilipotazama mkono ulinyoshwa kunielekezea, na tazama gombo la chuo lilikuwa ndani yake,